Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Nizi Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu aagiza mradi wa maji wa miji 28 kukamilika kwa wakati. Mwili wa Dennis Busulu Asebo kuagwa kesho Kijitonyama jijini Dar es Salaam. Katika biashara, soko la mahindi DRC lafungua fursa mpya kwa wakulima Tanzania. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Mwigulu Nchemba ameweka jiwe la msingi katika mradi wa maji wa miji 28 unaotekelezwa katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi na kuagiza wahusika kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati ili kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wakazi wa eneo hilo. Neema Hussein na taarifa zaidi kutoka Katavi. Dr. Mwigulu amesema mradi huo unapaswa kukamilika ifikapo Julai mwaka huu, akibainisha kuwa kwa sasa utekelezaji wake umefikia zaidi ya 50%. Nimejionea mradi wetu na nimehakikishiwa mtiririko wa fedha pamoja na kazi zilizosalia na kwamba ifikapo Julai mradi utakuwa umekamilika. Na mimi maelekezo yangu yatakuwa hayo, tukamilishe mradi kwa wakati na ubora unaotakiwa ili wananchi hawa waweze kupata maji. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa manispaa ya Mpanda wamesema kwa sasa wanakabiliwa na changamoto ya mgao wa maji, hivyo matarajio yao kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kuondoa adha ya upungufu wa maji. Maji tunapata shida sana, hatupati maji inavyotakiwa. Maji yanafungwa mpaka karibia hata wiki mbili tunakuwa tunakunywa maji ya visimani. Tukipata maji itakuwa ni afadhali, na huu mradi wa maji tutapofanikiwa itakuwa changamoto yetu itakuwa imekuwa afadhali. Mimi nitapendeza kwa sababu tulikuwa na hadha sana ngumu ya maji, kama mlivyokuwa mnaona usumbufu wa maji hapa na pale. Usumbufu wa katika mara kwa mara maji. Na maana mradi huu ukifunguliwa kidogo itakuwa at least kidogo itakuwa mambo yatakuwa sawa. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba bado anaendelea na ziara yake ya siku 4 mkoani Katavi yenye lengo la kuzindua, kukagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kusikiliza kero za wananchi. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amemwelekeza katibu mkuu wa wizara hiyo kuandaa mwongozo maalum utakaolenga kupunguza gharama za dawa na huduma za matibabu katika baadhi ya maeneo nchini ili kuwawezesha wananchi kumudu gharama za matibabu na hivyo kupunguza malalamiko yanayotolewa kuhusu gharama hizo. Mwandishi wetu Recho Chacha ana undani wa taarifa hiyo. Waziri Mchengero amesema hayo wakati wa ziara yake katika hospitali ya rufaa ya Mwananyamala aliposhiriki zoezi la kusikiliza kero na changamoto za wananchi kupitia mfumo wa ongea na waziri. Amesisitiza kuwa viongozi na wakuu wa taasisi za sekta ya afya nchini wanapaswa kusikiliza changamoto za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi ili kuongeza uwajibikaji na kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa Watanzania. Aidha, ameeleza kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha sekta ya afya, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha huduma zinapatikana kwa gharama nafuu zaidi kwa wananchi na kubainisha kuwa ushirikiano kati ya viongozi wa sekta ya afya na wananchi ni muhimu katika kutatua changamoto zilizopo. Unapopewa nafasi kama kiongozi, uwe tayari kujibu hoja mbalimbali kwa sababu Watanzania wanataka majibu. Na ukweli ndio huo. Gharama za matibabu, gharama za ununuzi wa dawa ni kubwa, watu wanalalamika. Kama wizara nini tufanye? Tukae kimya? Lazima tuje na suluhisho la jambo hili. Kwa hiyo nimekwisha muelekeza katibu mkuu kuniandalia mwongozo ambao tunasema itakuwa ni pilot, tutengeneze pilot area ya kuanzisha kutumika kwa mfumo. Awali wataalamu mbalimbali wa sekta ya afya wakijibu maswali yaliyoulizwa na wananchi wameweza kufafanua masuala mbalimbali kuhusu huduma za afya na juhudi za kuboresha matibabu nchini. Unapokwenda hospitali ukijijua huna uwezo, mwongozo wetu unasema hivi: uwe na barua inayotoka kwa mtendaji au kwa mwenyekiti wa kijiji anayetambua au balozi anayetambua huna uwezo.
Ukija na ile barua ushaturahisishia. Sasa unakuta mwingine hana ile mwongozo, unawaambia hospitali onyesha kwamba we huna uwezo, huna barua. Ukiambiwa kuletea ile barua, sasa ndio simu anaweza kapigwa hata katibu mkuu kwamba mimi nacheleweshwa hapa na mimi sina uwezo. Nitakutambua vipi huna uwezo? Nianze na hiyo la kwanza la kilele. Mashine zote za MRI ambazo tumezinunua, ambazo zimenunuliwa na serikali katika taasisi ya MOI, ni mashine zilizonunuliwa Mheshimiwa Waziri zikiwa brand new. Ya kwanza ilinunuliwa mwaka 2014 kigharimu zaidi ya shilingi bilioni 3.02, na ya pili imenunuliwa mwaka 2024 ikigharimu shilingi bilioni 2.7. Brand new, yani kama sisi ndo tulifungua kutoka kwenye karatasi. La ufafanuzi kuhusiana na kwamba tunahisi tumebambikiwa bili. Mheshimiwa Waziri, hili naomba nitoe wito pia kwa wananchi wenzangu. Bili yako inapokuja unaifuatilia kwa ukaribu. Hakuna mtu anayeweza kupandikiza bili ya mtu. Lakini sisi kama watoa huduma, inawezekana kuna changamoto ambayo labda hatukuweza kuiona mapema, lakini kwa bili zote Mheshimiwa Waziri ambazo zimefikishwa zikiwa na changamoto kwamba zimebambikizwa au zimeongezwa, zina maelezo ambayo yanaeleweka kabisa kwamba ni nini kilitokea, na mara zote imekuwa si kwamba tulikuwa tunataka kuwaibia Watanzania, hapana. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara katika kituo cha habari cha EFM na TVE Dennis Busulwa maarufu kama Sebo utaagwa siku ya kesho katika viwanja vya Kijitonyama Posta jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu Goodluck Msola anatuarifu zaidi. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na uongozi wa kituo cha habari cha EFM na TVE, mwili wa Sebo Machi 13 majira jioni umewasili na kufanyiwa sala maalum katika eneo la Mikocheni, nyumbani kwa baba mlezi wake, ambapo ndugu, jamaa, marafiki, viongozi na waandishi wa habari kutoka vituo mbalimbali vya habari ikiwemo EFM na TVE wameweza kushiriki. Akizungumza, program manager wa EFM Dickson Ponela amesema mwili wa Sebo utawasili mapema asubuhi ya kesho Jumamosi ya tarehe 14 katika makao makuu ya kituo cha utangazaji cha EFM na TVE kwa ajili ya kutoa nafasi kwa wafanyakazi kuweza kumwaga aliyekuwa kiongozi wao kabla mwili huo kupelekwa katika viwanja vya Posta Kijitonyama ili wakazi wa Dar es Salaam na wadau wa tasnia habari waweze kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu Sebo. Ratiba zetu zitaanza majira ya saa 2 ya asubuhi ambapo mwili wa marehemu Dennis Busulwa au Sebo utatoka hapa nyumbani maeneo ya Mikocheni kuelekea ofisi ambazo alikuwa akifanya kazi ambazo ni EFM pale maeneo ya Mbezi Beach kwa Zena. Pale ataingizwa pale katika lile eneo na kuwekwa kwa ajili ya wafanyakazi pengine na marafiki, wadau wote ambao wanamfahamu vizuri, kupiga naye picha, kutoa maneno yao ama salamu zao za mwisho na pengine kutoa sala mbalimbali katika kuendelea kumwaga. Ni zoezi ambalo halitachukua muda mrefu, tutakwenda kama nusu saa au dakika 30 hivi, na mara baada ya hapo basi tutatoka hapo kuanza safari kuelekea viwanja vya Kijitonyama pale Posta ili kuanza ratiba nzima ya kuaga mwili wa mwenzetu Dennis Sebo. Aidha, Ponela amesema mwili wa Sebo utasafirishwa siku ya Jumapili majira ya saa 5 asubuhi kuelekea Kayunga Lugazi nchini Uganda kwa ajili ya mazishi yanayotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne ya wiki ijayo. Wakati huo viongozi wa serikali na wadau mbalimbali wa tasnia ya habari, sanaa, muziki na michezo wameendelea kufika nyumbani kwa baba mlezi wa Sebo Mikocheni jijini hapa kwa ajili ya kutoa salamu za lambilambi. Kwa hiyo binafsi kwa kweli nimeumia sana kwa sababu nimemkosa, nitamkosa mbunifu ambao nimekuwa nayo karibu, nitakosa ushirikiano kutoka kwake kwa sababu tena hata kuwepo tena. Lakini imani kwamba katika kipindi chake chote amekuwepo hapa Tanzania na amekuwepo kwenye sekta ya media kwa ubunifu wake, hakufanya kazi peke yake. Kuna vijana wengi ambao walikuwa wakishirikiana nao, basi hawa sasa ni imani yangu na ninawaombea waupokee huo msiba, lakini sasa wayabebe yale yote mazuri na ubunifu na jitihada ambazo Sebo alikuwa amezianzisha ili sekta ya media, EFM pamoja na vyombo vingine viweze kukua zaidi. Tutoke kwenye mtazamo ule wa kawaida wa media kutangaza au kufanyaje, tukafanya ubunifu. Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe, na tutumie wakati huu kumuombea tu Mwenyezi Mungu amhifadhi
ampunguzia au amuondoshee kabisa adhabu ya kaburi. Lakini pia msiba wa my brother Sebo ni funzo. Siku zote msiba unakuwa ni funzo, lakini unapofiwa na mtu ambaye mfano kama mimi sikutegemea kabisa, na Mwenyezi Mungu anazidi kutufunza na tuzidi kuwa bora zaidi, kwamba hata kama ukiwa mtu mzuri pia unaweza kuna siku utaondoka tu. So asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba katika futari ya pamoja aliyowaandalia. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Mrisho Mapeo. Hafla hiyo imefanyika jana jioni Machi 12 katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Wete mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo pia imehudhuriwa na mke wa rais wa Zanzibar Mama Mariam Mwinyi. Akitoa salamu zake kwa waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi, Rais Dr. Mwinyi amewaomba kuendelea kuwaombea dua viongozi wakuu wa nchi ili waweze kutekeleza majukumu yao kikamilifu na kukabiliana na changamoto zinazoibuka hasa katika ulimwengu wa sasa uliojaa majanga mbalimbali yanayotishia amani duniani pamoja na kuiombea nchi amani. Tumesimama kutoa shukrani kwenu kwa kuitikia wito wetu wa kuja kujumuika na sisi kama wawakilishi wa mkoa wa Kaskazini katika iftari hii. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Tuendelee kuiombea nchi yetu amani, na muendelee kutuombea sisi viongozi wenu. Mwenyezi Mungu atusaidie katika kuendesha nchi. Changamoto za dunia zimekuwa nyingi. Leo tunavyozungumza, dunia haina amani, vita kila upande, na vita hivyo haviishii huko kwao, vinasababisha madhara mpaka huku kwetu. Wanapokuwa kuna vita Mashariki ya Kati, maana yake sisi mafuta yetu ya petroli na diesel huwa yanatoka kule. Maana yake kuna uwezekano baadaye kuja kupanda bei ya bidhaa hiyo. Lakini chakula, michele na sukari hatuzalishi hapa, tunaagiza kutoka nje. Kuna uwezekano wa kuja kupanda bei kwa sababu ya hayo yanayoendelea. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe amani katika dunia ili majanga hayo yasiweze kutufikia na tuweze kuishi katika hali ya amani na usalama. Akitoa shukrani za waumini wa dini ya Kiislamu, Sheikh Maalim Mkashari amemshukuru Rais Dr. Mwinyi kwa wema anaowafanyia wananchi wake na kumweleza kama ni kiongozi mwema anayetenda mema kwa anaowaongoza, na kueleza kuwa kufutarisha ni kitendo adhimu na chenye baraka na thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Naye mkuu wa wilaya ya Wete Abdallah Ali Rashidi akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa kuimarisha huduma za kijamii katika mkoa huo katika nyanja mbalimbali pamoja na juhudi zake za kudumisha amani nchini, hatua inayowaunganisha wananchi. Sababu yale ambayo wanatuomba mheshimiwa, sisi tunasema kwamba yote yanakuwa yanafanikiwa ni kiasi tu ya kuyachukua kutoka sehemu fulani tukafikisha katika taasisi husika. Mheshimiwa anafanya kazi vizuri kwa kama ambavyo unaelekeza viongozi wetu waweze kufanyia kazi hayo. Sasa hivi mheshimiwa, kuna katika sheria tukaomba shule, tukaomba barabara, tukaomba afya ama umeme. Sasa hivi mheshimiwa, hatuna tena wasiwasi wowote, ni kurudi kukaa na viongozi wa taasisi hizo tukakaa nao, na alhamdulillah tunashikana vizuri na maendeleo yanapatikana kutokana na mwongozo wako Mheshimiwa Rais ambao anatupatia. Wakati huo huo, Rais Dr. Mwinyi amemtembelea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kaskazini Pemba Mberwa Hamadi Mberwa kumjulia hali nyumbani kwake Limbani Wete. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo.